Mnaona hali ni mbaya, umaskini unaongezeka, hali inazidi kuwa mbaya. Sasa watu wa Arusha, sisi siku zote tumekuwa ni mfano, na mimi najivuna kwamba nimeendelea kuwa mfano bora katika nchi. Najivuna kabisa, sihitaji kuambiwa, najua ndani ya moyo wangu ninachowaza. Angalieni hata viongozi mnaoletewa. Mmeletewa hapa mkuu wa mkoa, yani kazi kila siku kazi yake ni sherehe. Huyu anatakiwa mwenyekiti wa kamati za harusi huyu. Huyu nakwambia. Unasema viongozi gani hawa? Unaamka asubuhi unakuta barabara imefungwa. Kuna nini? Makonda anaishwa Subaru. Unaamka tena unasikia Arusha. Kuna nini Arusha? Kuanzia Alhamisi ijayo mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Paul Makonda amesema kutakuwa na tamasha la kuchoma nyama na bia, barabara ya Uswahilini itafungwa. Mambo gani je mmetoa shamba nyie? Hivi je watu wangu kweli nyie? Ama mimi naongea bumbuli hapa sio Arusha? Hebu niambieni. Hili bahati hapa ni Arusha hapa? Arusha hapa? Amna sio Arusha hapa. Nyie ni watu wa Arusha nyie? Unakaa tena unasikia Arusha. Boya anakuja na nini tena huyu? Kuanzia siku ya Jumatano Alhamisi, eneo lote la stadium barabara zitafungwa. Kutakuwa maonyesho ya mama na mtoto kupika uji. Na nyie mnaenda kama mizogo. Mimi nitaama umji, haki ya Mungu, mimi nitaama umji. Mimi naama umji, mimi nenda zangu Bumburi huko. Bumburi hao kwenda Mnakuaje nyie? Town mnakuaje? Mnapelekwa hadi anasema ama siongei. Riki, hebu andaa mikutano 15 ya Azara. Hebu niongee na watu wangu. Labda mmelogo nyie ama nyama mnaokula haya amekaa kiboya haya. Nilikutana naye leo iftari. Kafanya tena. Na mnaenda. Hivi nyie mmesahau kusachi watu? Mnashindwa kumsachi huyu? Mnamsachi, mnashindwa. Peoples. Bana, sijiwaze. Hivi jamani, hamuoni kama kuna kituko kimeingia mjini hapa? Na mimi naona wanavogombana huyo tena ni Gambo. Wanagombana furahi za Mungu na kushukuru unajibu maombi nikiwa hai. Na enjoy sana hii life hii. Na zingine papa unacheke. Afu na rushwa pap. Nalia. Mheshimiwa jibu nikijibu anajirekebisha. Acha waendelee kupigana. Unajibu nini? Alafu wale hawaniwezi mwana. Hawaniwezi wepesi. Ize. Yaani hao watu wa nyama choma ize. Wala msona wasiwasi. Mbona wangu watu wawili hata wakiungana wakawa mwili mmoja mimi napiga. Asubuhi napiga. Ya asubuhi. Sisi tukomalia kitu hichi. No reforms. Hakuna uchaguzi, hakuna mabadiliko. Na nyie msitwe. Leo nimeona leo. Wapi leo jana? Eti kuna wamealikwa eti amepata scholarship 1000 za vijana kwenda India. Wala nyembe kwa maboya washikaja. Nchi hii yote huwa haina scholarship 1000 kwa mwaka. Yote. Aliita hapa wagonjwa mahututi njooni, mkaenda kutoa baba zenu vitandani hospitalini. Mkapeleka pale, nikawa na cheki tu. Mtu mmoja akaniambia mheshimiwa, toa kauli. Huyu jambo halitekelezeki. Nikasema ukitoa kauli unaharibu. Ngoja watu wakapigwa na jua, alafu ishindikane ndio watakuja kwetu kwa hasira. Mmerudi kwetu kwa hasira. Si ndio? Wakaenda pale tulia, wakaenda pale. Eti babu yako anamwandikisha nini? Wengine wengine mkaambiwa watu wote waliozulumiwa, wenye kesi mbalimbali, hata kama ziko mahakamani, njooni kwangu. Mkaenda. Nikaona paka mama mmoja analalamikia ndoa yake. Na yeye anasema kuanzia sasa ile ndoa mkapatana. Yaani mimi na mke wangu tunakosana chumbani, unanisuluhisha hadharani? Wewe nani wewe?
Tumefanywa maduanzi, tumefanya nini mabaya. Na kwa sababu gani wanafanya hivyo? Ngoja nitakwambia. Wanajua tathmini ya kuiba kura inapimwa kwenye uwezo wako wa kufikiria. Hawa watu hawana maarifa ya kutosha, tunaweza tukawageuza kama chapati. Kaya tamasha, mimi nilikuwa zangu Canada, nikasikia Arusha itasimama, na akatangaza mtakaokuwa mnakuja Arusha, ukisimamishwa na traffic sema naenda Arusha, traffic hatakusumbua. Mkaenda mkachomea nyama kwenye lami pale. Nikakutana naye mimi kule kwenye kawa kule. Nikamwambia dogo njoo hapa. Njoo. Nikamwambia wewe ulikosa mahali pa kufanyia tamasha lako mpaka ufanyie kwenye lami, unafunga barabara siku mbili. Unaua uchumi. Uchumi ni transaction, uchumi ni movement. Ukisimamisha watu kutembea, unasimamisha mzunguko wa fedha. Nikamwambia wewe ulishindwa kupeleka tamasha lako General Taya kama utaki sifa za kijinga? Ulishindwa kupeleka tamasha lako stadium usiku? Kwa nini hakupeleka tamasha stadium? Uwanja ni wa kwao, milango wanafungua wao, uwanja unapokea zaidi watu 20,000. Kwa nini usipeleke tamasha lako stadium ama viwanja vya General Taya? Unafunga barabara, watu wapite kiereere na sifa. Sasa tukipambana, tukawa na no reforms no election vizuri, tukawa na uchaguzi huru na haki, watu wanaitu tunawapunguza ofisini. Leo mje hamna chochote unachofanya. Na mimi na enjoy. Huyu mtoto huyu, wajua mimi ni mtu wa Mungu, mseme kanizingua. Huyu dogo anapita mle alikonipitisha. Mle. Tukiwa kwenye mazishi ya nani haya anaitwa haya, huyu nani huyu? Lucky Vincent. Hapa. Nimeiona juzi nikakumbuka, nikamshukuru sana Mungu. Muone mbunge amepangwa kuongea, nasikia. Na simuoni mwenyekiti wa chama yuko hapa. Gambo akasema nafasi zimejaa. Wakamweka mwenyekiti wa waganga wa kienyeji Arusha aongee, mwenyekiti wa Simba Sport Club aongee, mwenyekiti wa wazee wote, lakini nafasi ya mbunge haipo. Sasa Rais Samia akamwambia hivi, nakumbuka hapa lazima mbunge mwenyeji aongee kwa sababu ndo kafiwa. Akasisitiza ule mtoto imejaa, akasema basi mpe Mbowe. Mwenyekiti Mbowe akaniambia Lema utaongea. Nikamwambia mwenyekiti hapana, wewe ongea. Sasa juzi nikatumiwa ka clip, naangalia hapo walifanya maadhimisho yao ya UWT, sio kitu gani. Sasa namuona mkuu wa mkoa Makonda anasema na mbunge alikuwa hapa, sijui kwa anamtafuta, sio kwa wananchi. Nikakumbuka kumbe naye leo anatafutwa kama mimi alivyonitafuta. Huyu Mungu bana, malipo ni hapa. Sawa? Naona anavyolalamika. Huyu mtoto alikuwa anazuia nisifungue hospitali kule ya mama na mtoto. Hela sio zao, kiwanja sio zao, wazuia. Nikalazimisha mimi, nikapiga simu Ikulu, akalazimishwa kuja pale. Anamwambia wakili Mawala na wale, mimi Lema astajwe. Nikasema kama mtasitajwe hapa, kitu ambacho nimetafuta mimi akili zangu, hii ngoma ife kabisa. Usela hapa ife kabisa. Si mnakumbuka? Nikamwashia hawa watoto mimi hawaniwezi hawa. Hawaniwezi. Ile hospitali imejengwa pale, kuna jina langu. Sijawahi kwenda baada ya uzinduzi kwa sababu sio utukufu na utaka. Utukufu na utaka katika maisha yangu ni kutenda haki hata nisipoonekana. Sasa nyie mnaona nagombana. Nasikia Makonda anataka jimbo, Gambo anataka jimbo. Hasa juzi nikasikia wanataka kuligawa. Nikasema sasa wakiligawa, mimi nataka kama tutapata reforms nzuri, nataka nichape wote. Na chapaje? Simesikia? Kati ya wale wote wale, hakuna mtu mwenye sifa ya kuwa mwenyekiti wa kitongoji. Kwanza wote wale
ni wafungwa watarajiwa kama nchi ingekuwa inadai haki. Wote. Makonda ni mfungwa mtarajiwa, Gambo ni mfungwa mtarajiwa. Na jinai haifi. Kuna siku wataenda jela. Sikuwa ni neno langu. Kuna siku wataenda jela. Sasa hivi wanaona ni kawaida. Juzi watakushikana hapa mambo ya bodaboda, pikipiki, nimesikia. TAKUKURU nini. Unafikiri wameambiwa acha hiyo. Mimi hiyo issue naijua. TAKUKURU akichunguza vizuri Gambo jela. Jela asubuhi, jela. Miaka 30 jela asubuhi. Asubuhi. Najua. Huyu Makonda akichunguzwa mambo aliyofanya akiwa mkuu wa mkoa Dar es Salaam, sio tu anaenda jela, anapata murder case. Marekani Department of State walisema huyu tumemzuia kuingia nchi za magharibi kwa sababu anahusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kuhusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ni kutoa maisha ya watu. Wote hao ni wafungwa. Sasa leo wafungwa wote watarajiwa hawa, kuna ambao wanafikiri mmoja wao anaweza akawa mbunge ama akaendelea kuwa mbunge. Ni kwa sababu hatuna reforms katika tume ya uchaguzi. Tukiwa na tume huru ya uchaguzi, hawa wote CCM mji huu itakosa diwani. Mji huu inakosa diwani. Mji huu. Sasa kuna viongozi wa dini hapa. Na maaskofu mko hapa na mashehe mko hapa. Mimi nasema ukweli na Mungu anisaidie. Naomba Mungu anisaidie, anipe tena moyo wa kwenda kanisani kama nilivyokuwa mtoto. Nafikiri nakata tamaa. Ukisikiliza watumishi wa Mungu wanavyohubiri, utafikiri hawaoni tunachosema.